Sasa mambo ya muungano yametoka kutoka 11 yamechukuliwa, leo tuko mangapi? 41. Kwa hiyo ina maana tulipokuwa na mambo 11 ya muungano, maana yake ni nini? Kwamba Zanzibar tulikuwa na mamlaka makubwa zaidi. Aliyekuwa akinyonywa, alokuwa akikamuliwa, alioibiwa, aliodhulumiwa ni huyo ambaye amekuwa akinyang'anywa moja baada ya jingine, yakiingizwa kwenye kapu la muungano, kwa sababu yakiingia humo, wewe humo huna mamlaka ya kisera, ya kisheria, ya management wala mapato. Kwa hivyo kasoro ya kwanza ya muungano kubwa, mtu asikubabaishe, mtu asikusifie, la mwanzo kasoro kubwa, uchawi mkubwa wa kuimaliza Zanzibar umekuwa ni uchawi wa kutumia, kuyaondoa, kuyapunguza mambo yasiokuwa ya muungano, kuyafanya ya muungano. Tumeelewana? Na haya yalipelekwa kwa utaratibu gani? Jamani, wakati wa katiba ya kudumu ile ya mpito, si kweli kwamba kulikuwa na mashauriano, na hii ndio inavyosema ripoti hii maarufu inaitwa ripoti ya Amina ya 92. Naam. Ripoti, mwenyekiti wa timu hii alikuwa Mheshimiwa Balozi Amina Salum Ali. Kwamba ametoka 11 mpaka leo tuko 41. Sasa niambieni, hiyo Zanzibar imebakia na kitu gani? Zanzibar imebakiwa na nini? Ikiwa 41, maana yake 30 yameongezwa zaidi. 30 haya maana yake yamechukuliwa kutoka Zanzibar. Na wakati ule njia alikuwa akitumia kwenye katiba ile ilikuwa na kifungu kikiitwa kifungu cha tafsiri. Kifungu kile cha tafsiri ndio kilikuwa kikieleza orodha ya mambo ya muungano. Kwa hivyo wao walikuwa wakibadilisha kile kifungu kile tu, kusema kwamba sasa mambo ya muungano maana yake ni fulani na yanaongezwa kwa kupitia utaratibu huo, kubadilisha kifungu cha tafsiri. Na wakati yalikuwemo kwenye mkataba wa muungano, hakukuwa na yeyote aliyokuwa na mamlaka ya kubadilisha, kuongeza mambo ya muungano bila ya kurudi kwenye mkataba wa muungano na mkakubaliana pande mbili kwamba sasa tunakubaliana kuyaongeza, kwa sababu ukiongeza maana yake unapunguza